Well, nafikiri kuna shift, kuna mabadiliko makubwa katika taasisi ya ndoa, maana yenyewe ni taasisi. Ukiangalia mifumo iliyotumika zamani ya mtu mume kupata mke na leo ni tofauti. Wakati ule ilikuwa ndoa ni mali ya ukoo mzima, ni ya familia. Kwa hiyo ni informed au inclusive decision, yani ni uamuzi unaowakutanisha pamoja. Wakati mwingine ni wazazi walisema kawe kwenye nyumba ya mzee fulani, binti anaambiwa tunaweza tukasema labda kuwepo kuna kumkosesha mtu haki ya kuchagua. Sasa ndio haki ya kuchagua imepatikana, mtu anachagua mwenyewe. Kwa hiyo unakuta watu wawili hawa wamekutana, hakuna anayejua background ya mwenzake. Unajua huku mjini tunavyokutana ni rahisi kusema namfahamu vizuri kwa sababu tumekaa kwenye urafiki miaka 5. Nani kakwambia? The moment mmefunga ndoa mnaanza upya. Kwa hiyo ile experience ya uchumba tunasema ile ilikuwa ni artificial life, kila mtu anaigiza maisha fulani ya kupenda ili asipoteze. Mkisha ingia ndani ndio unaona true colors za mtu sasa. Na mimi experience yangu sasa hata katika ndoa nimekuwa nikiwaambia watu na kwa study na hata kwa research za watu wengine ni kwamba angalau mpaka unaanza kumfahamu wenzio vizuri inachukua miaka angalau kuanzia miaka 10. Kwenye ndoa sio rafiki. Na bado kuna factor ya umri. Kwamba hii miaka ya 20 na 30 na bado mtu unapofikisha mwaka wa 40 wa kuishi ndio unaanza kuwa na uwezo wa kutafakari mambo, wa kuchanganua mambo, ukatukanwa ukakaa kimya, lakini kabla ya hapo ukubali unapiga mtu kofi. Kwa hiyo sasa hizi ndoa zimekuwa na utaratibu wa kufungwa. Wakati mwingine watu wamekutana shule, that's fine, wanakutana chumba shule, lakini mwisho wa siku ile concern. Hata juzi nilikuwa nawaambia vijana, mkipata wachumba muwashirikishe wazazi. Waambie wazazi, mwambie mchungaji, kiongozi wako, mshirikishe, mwambie nimepata 1 2 3. Sio kwa maana kwamba akuchallenge, lakini ajue. Sasa wakati mwingine tunapozungumza wako vijana wanakutana mjini kimaisha, wanafunga ndoa, wanaanza kuishi, wakati mwingine hata wazazi hawana taarifa. Wakati mwingine ndoa haijafungwa, wameshazaa mpaka watoto 3 wanaishi. Hakuna consent ya wazazi pande zote mbili. Kwa hiyo hata inapotokea mgogoro hana mahala pa kwenda, kwa sababu huyu binti hakuwahi kwenda kwa wazazi wa mtoto wa kiume wala mwanaume hakuwahi kwenda kwa wazazi wa mwanamke. Kwa hiyo wapeleke wapi? Na nilisema hapo mwanzoni vijana wapendi kwenda kwa wazazi. Sasa wanaendaje hata hakuwahi kwenda kutambulishwa? Kijana anaogopa kudaiwa hata mahari. Kwa hiyo hizo ndoa sasa za namna hiyo, mazingira ya migogoro ni makubwa sana. Na zingine nilishazisema inakuja kuchangamana na matatizo ya afya ya akili, na changamana na watu kutokutii ibada. Na watu wanasema tutafanya live streaming, tutaangalia mitandaoni, lakini Biblia imesema msiache kukutana na kujenga mwili wa Kristo kwa sisi wa Kristo. Kukutana yani ile kukutana. Kwa hiyo mtu kusema nitawasha TV nifuatilie kama ni sijui Pedo Media sina watu gani au Ngasa wana kipindi cha nyimbo za lazima ukutane na wenzio. Sasa vijana wanaacha ibada. Kwa sababu wanasema child begins home. Unajua mtoto wa kike anajifunza kwa mama atakavyomtunza mume wake. Mtoto wa kiume inabidi ajifunze kwa baba namna ya kumtunza. Kwa hiyo ndoa inajengwa kuanzia nyumbani, jinsi ambavyo baba na mama wanaishi moja, lakini pili jinsi ambavyo wanazungumza na watoto kuhusu habari za maisha yao ya baadaye. Mimi kwangu wanakuja wakiwa ni watu wazima, naweza nikawa nilimbatiza kijana, nimemwekea mikono kwa kipaimara, sasa amefika umri wa miaka 25, 26, 30, ndipo anakuja kusema mchungaji, nimempata huyu. Sasa unategemea mimi hapo ninafanyaje? Kwa sababu alikotoka ameanzia kwenye misingi ya wazazi. Sasa sisi wachungaji, kanisa linayo miongozo yake na taratibu. Tuna premarital counseling and guidance. Tunakuaga na hizi semina za kuandaa vijana kufunga ndoa zao. Angalia sa experience jinsi ilivyo. Ukiwauliza wachungaji watakwambia. Tunapowaita vijana, kuna wakati mwingine unasema ninyi wote mnaofunga ndoa katika mafundisho muwe mnakuja na wadhamini wenu. Wadhamini wanakuwa ni wanandoa. Sasa kwenye experience inaonesha kwenye yale mafundisho yale mara nyingi vijana huwa wasikilizi, wanawaza ukumbi, wanawaza suti, wanawaza magari, they don't pay attention. Na muda mwingi unazungumza mchungaji pale mbele, wako kwenye simu, akata na inama nasema fundi mfuatilia malize, huko nasema sijui anayesuka amefanyaje. Wanaofaidi zile semina ni wanandoa kwa sababu wameshaingia kwenye field, wameshaona magumu yake. Sasa
Swali linakuja, mnawafundisha kwa muda gani? Jamani, wakati fulani nishasema kwenye mitandao nikasema elimu inaweza ikawa na ukomo, kwa sababu kuna specific period of time kwamba degree ni miaka 3. Huwezi ukaenda 5 labda itokee shida. Waseme hii masters ni muda fulani, PhD ni muda fulani. Unafika hapo unaigraduate unaondoka. Lakini kujifunza, learning is a continuous process. Kujifunza ni mchakato endelevu ambao mtoto anatakiwa ajifunze kutokea nyumbani. Na ndio maana wa saikolojia walifanya research wakasema mtoto wa kike atakapokuwa ameingia kwenye ndoa asimwambie mume wake, mbona haunifanyii surprise kama ambazo baba yangu alikuwa anamsurprise mama, kwa sababu huyu wa kiume naye ana baba yake ambaye alikuwa hamsurprise mama. Kwa hiyo anajifunza kutokea nyumbani. The other way round ni kwamba mtoto wa kiume asimwambie mke wake, kwa nini haunipikii vizuri kama mama alivyokuwa anampikia baba, na yeye ana mama yake, kwa hiyo anakupikia kama ambavyo mama yake alikuwa anampikia baba yake. Tusihukumiane. Ndio maana nikasema learning is a continuous process. Ukiona mwenzio hawezi hili, tafuta watu wamuelekeze. Hata wazee wetu walikuwa wakifanya hivyo. Kuna kumuomba dada yake, na mleta mke wangu huko na mwambie aje kupumzika, lakini mfundishe namna ya kupika pilau, maana huku anachemsha tu. Mfundishe namna ya kukuna nazi, kwa sababu anakuwa anaichemsha nzima nzima bila kukuna. Kwa hiyo ni changamoto za namna hiyo.